maana hatuwezi tukamaliza somo la Roho Mtakatifu katika Upentekoste wote. Tutaenda katika Matendo ya Mitume na kuangalia mambo machache, alafu tutaomba. Asubuhi hii, siku ya Pentecost, wakati ambao ilifika kama vile tunavyoiona leo. Number 1 ilikuwa Pentecost katika kanisa kuzaliwa upya. Maana unapotaja Pentecost unataja kanisa kuzaliwa upya. Na Kristo mwenyewe alisema, nitalijenga kanisa na malango ya kuzimu haitaweza kuishinda. Kwa hivyo Pentecost inatujulisha ya kwamba Yesu alikuwa na maana sana ya kuzalisha kanisa lake katika upya, ambao ndio iliyotofautisha kati ya makanisa mengine na madhehebu yaliyokuwepo. Kwa hivyo Pentecost inaleta picha tofauti ya kwamba kanisa lilizaliwa namna gani. Jambo la pili katika Pentecost yetu ambayo naenda kuiona katika Matendo ni kwamba pia ilikuwa ni ya kwamba wanafunzi wao waliambiwa wasubiri, lakini Roho Mtakatifu sasa Kristo aliwaahidi. Sasa katika kule kusubiri pia wanaenda kuwezeshwa na nguvu zinazotoka juu mbinguni. Na uwezeshaji huo Yesu aliwaambia utatoka katika nguvu za Roho Mtakatifu. Katika Pentecost yenyewe sasa tutaiangalia katika namna hiyo, siku vile watu walikuwa wamejiandaa, mataifa mbalimbali wamejiandaa. Lakini unajua wanafunzi waliandaliwa tofauti na watu wa kawaida. Watu wa kawaida walikuwa wamejikusanya kwa sababu ya kusherekea mavuno, kusherekea hiyo ibada kwao. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye aliyekuwa na wazo ya kwamba siku hii itakwendaje. Mtazamio yao ni ya kwamba katika zile taratibu zao, mtazamio yao ni katika zile sherehe zao. Lakini wanafunzi walikuwa wameandaliwa tofauti, maana Kristo aliwaambia, endeni msubiri, kuna jambo litakuja juu yenu. Na hiyo ndio ilikuwa ni ishara ya ujio wa Roho Mtakatifu. Tutaangalia kwamba pia Roho huyu Mtakatifu namna alivyokuja katika aidha namna ya upepo, kama Roho alivyo kuleta uzima, kaleta pumzi iliyo hai ndani ya wale waliosubiri siku hiyo, na kukawa na badiliko kubwa sana. Kwa hivyo Pentecost kama Pentecost inaashiria mambo ya Roho Mtakatifu katika upana ambao hatuwezi kumaliza. Na tulisema pia siku hiyo ndio sasa wanafunzi waliweza kuelewa ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto, na pia waliweza kuelewa namna vile Roho alimiminwa kwao katika utambulisho wa ujio wa Roho Mtakatifu. Haya yote tulisema na tutayaona machache na tutaomba. Kwa hivyo tunapoangalia ujio wa Roho Mtakatifu umekuja katika namna mbalimbali. Turudi katika Matendo ya Mitume mlango wa kwanza. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza, katika utambulisho wa siku ya Pentecost inatambulishwa namna gani. Matendo ya Mitume tutaanza kama vile ilivyoandikwa kuanzia mwanzo. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza ndio tutaanzia pale, na Mungu atatuwezesha sana. Tunaangalia Roho Mtakatifu huyu anatambulishwa namna gani na anasemwa namna gani. Matendo ya Mitume mlango wa kwanza na mstari wa kwanza yangu inasema, in the former accounts have I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach. Tunaanzia pale, tunaanza kuangalia utambulisho sasa umeanza wa Roho Mtakatifu. Na katika Upentekoste huo mwandishi anasema ya kwamba kitabu kile cha kwanza nalikuandikia Theofilo katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya. Namna gani kufanya? Alianza namna gani?
bwana, someni Biblia vizuri, siko hapo. Tunasoma wote. Kitabu kile cha kwanza. Angalieni maandiko bwana. Kitabu kile cha kwanza nalikuandikia Theofilo katika habari ya mambo yote alioanza Yesu kufanyaje? Kufanya. Na mambo mawili muhimu, kufanya na kufundisha. Huwezi kuyaondoa kwenye Upentekoste. Tambulisho la Upentekoste ni la muhimu. Mwandishi ambao ni Luke, na ambaye tunayemjua ni doctor. Cha pili unamjua ni mtu wa mataifa, he's a Gentile. Na hii vitabu yote ambaye ameandika, kwa sababu mtu ambaye tumemsoma sana katika taarifa aliyolisema katika undani ni Luke katika kitabu chake. Naposoma Luka, ameeleza sana mambo ya ujio, vile Yesu alimpokea na vile ambao amebebwa, amepelekwa. Luka huyo katika wanafunzi wale, na katika hizo vitabu zote Mathayo yeye kamtaja kwa sehemu, Marko kamtaja kwa sehemu, John kamtaja kwa sehemu, lakini Luka hapa anatueleza, kwa sababu uelewe haya yote yaliandikwa, hayangeweza kutoshea kwenye kitabu kimoja. Kwa hivyo ilibidi ya Luka aweke yale taarifa zilizohusu kwenye waraka wake, akamaliza, kauhamisha, kaleta kwenye Matendo sasa. Na enzi hizo wenzetu, nimewaambia hivi, hungeweza kutoa ripoti mpaka idhibitishwe, hungeweza kuisema. Wenzetu walikaa katika mazingira ya Kiroma ambao utawala ulikuwa different. Kanisa lilipita mateso mno, ikiwemo mitume hao wenyewe. Maisha yao haikuwa ya kawaida, na ndio maana katika maandishi ya Luka, kama daktari, rafiki wake wa karibu sana alikuwa Theofilo, mmoja ya viongozi katika serikali husika. Na neno linasema, inaonekana huyu mtu katika uwezo wake na utawala wake alipenda kusikia sana habari za Mungu. Kwa hivyo yeye kawa rafiki wa Mungu kwa taarifa zote. Sasa Luka ndio yeye anasema, anaanza kutoa taarifa kabla hazijasomwa. Anasema na anaeleza, akasema kile kitabu kile cha kwanza, maana yake kitabu chake Luka huyo anatambulisha Upentekoste. Ndiye anamwandikia Theofilo, anamwambia na kitabu kile cha kwanza. Maana yake Theofilo anataka kujua mambo haya yalikuwaje, yalitokeaje, yalitendekaje. Upentekoste haujaja hivi, umepita mambo mengi sana, umepita mitihani mingi sana. Na ndiye anamwambia kitabu changu cha kwanza, maana ile injili yangu ile ya Luka, anasema nilipoandika, anasema mambo mengi niliandika, ewe Theofilo. Akamwambia katika habari ya mambo yote alioanza Yesu kufanya na kufundisha. Ndiye anatoa taarifa hiyo. Maana Yesu ametajwa sana, which means wakati Yesu anapokuja ndio ilikuwa sasa mwanzo, sasa ndio mwisho. Kwa hivyo mwanzilishi wa hii habari zote leo tunanena Yesu Kristo aliye hai. Na Luka nasema, na aliandika uelewe hayo alioanza, the both began to do and to teach. Alianza kutenda na kufundisha, alianza kutenda na kufundisha. Upentekoste unatambulishwa, na nimesema hivi, kama wenzetu hawangesimama watoe taarifa kamili, leo hatungekuwa na kanisa, leo hatungekuwa na kitu chochote tungeweza kujivunia, leo hatungekuwa na habari yoyote. Kama vile wewe unakaa hapo unasema tu Yesu ni Bwana, kimetoka mbali, na ni watu walioweza kuyasema chini ya uwezo wa Roho Mtakatifu, waliosimama na hizo habari za Yesu. Na mtu asema amen jamani. Enzi hizi wa Kristo tunaokoka, lakini tunajiendekeza sana, yani tunakaa kama watoto wadogo tu, yani tunakaa ni kama wokovu ni kitu kizito. Tunabeba habari njema
kama wenzetu wangezembea ingetufikia kweli? Kama wenzetu wangekuwa kama enzi hizi zetu, nani angesimama akapokea? Ingepotea. Lakini angalia wachache waliomjua Yesu, na Luka wanaandika kwa sababu walikuwa naye, wakaanza kuona yale ambao alioanza kuyafanya, wakaanza kuona miujiza, wanashuhudia, wakaanza kuona matendo, yanashuhudia. Luka wanaandika, mitume wanaandika chini, wanaangalia haya mambo yataishia wapi. Walikuwa wanaangalia haya mambo yataishia katikati, kumbe Roho Mtakatifu ameingilia kati. Na ndio tulisema katika mwanzo wa kuzaliwa Roho Mtakatifu alikuwepo, na Luka anajua kama Roho yuko, basi haya mambo yataendelea, yale ambayo Yesu alianza kuyafanya na kufundisha. Ndio maana nyaraka zote zimebebwa na uwezo wa Roho Mtakatifu, na ndio hata Yohana tulisema naye mwenyewe akatangaza. Kwa hivyo jambo la kwanza, Upentekoste ulianza kusemwa yale Yesu alianza na vile alivyotenda. Na ndio naona huyo mwandishi pia ambayo ndiye akaipa kitabu Matendo ya Mitume. I wish, kwa sababu aliona Roho Mtakatifu amehusika sana. Roho Mtakatifu yeye yuko nyuma ya hao mitume, na ndio maana mwandishi akipa kitabu Matendo ya Mitume. Pamoja tunasoma hivyo, ungekuwa wewe pengine ungeambia andika, ungeambia maybe sijui ungeandika matendo ya kina nani. Today Upentekoste wetu lazima ujue una mwanzo katika Yesu, una mwanzo katika Roho Mtakatifu, una mwanzo katika yale yote ambayo Mungu aliyekusudia. Shida ni ya kwamba, elewa, hii ndio mwanzo wa kuzaliwa kanisa, ambao yoyote anayesema ninampenda Yesu, ninampenda Bwana, nimeokoka, licha ya majina yetu tuweke pembeni, tuangalie kanisa liliozaliwa na uwezo wa Roho Mtakatifu kutoka mbinguni. Haya mambo mengine yatafuata tu. Tuelewe uwezo uliomo ndani ya hii wokovu wetu, tuelewe uzito uliobebwa. Jambo la pili analisemaje Luka? Huyu anasemaje kwenye mstari wa pili? Anashuhudia ya kwamba haya mambo yote aliyoanza kuyatenda na kufundisha, ndio hivyo anavyosema. Mstari wa pili inasemaje? Until the day in which he was taken up. After that, he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostle whom he had chosen. Mtume bado anatoa maelezo kwa nini wanaenda Upentekoste sasa, kusubiri hiyo siku. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, bado Luka anaeleza habari kwa nini wanasubiri, kwa nini ameandika jinsi ya vile Roho alivyokuja. Anaeleza Theofilo, anaeleza kwa wazi, anasema haya yote ambayo Yesu aliyoanza kufundisha na kutenda mpaka siku ile, Biblia inasema mpaka siku ile alipochukuliwa. Na ni ukweli, tulisoma kwenye Luka hiyo, ambao wanamwangalia, na tuliona jana vile anavyoenda anawabariki. Luka yuko tu very busy anaandika, yuko very busy anaandika, yuko very busy anakili. Unajua kuwa makini na vitu vya Mungu vinakupa uwezo wa kuisema hata kwa kizazi kinachokuja. Kanisa, tunapoingia katika kanisa, tusiwe tu wasikilizaji. Hapana, hayo masikio umepewa, macho, akili, ni kwa sababu ya kizazi kinachokuja. Kuna watoto watazaliwa hawatajua chochote cha Mungu. Kuna kizazi kitazaliwa hakitajua chochote ambao ni matendo ya, lakini wewe uliomo humu, wewe ndio mbebaji mkubwa, ukiwezeshwa na nguvu zilizo hai. Ana mtu asema amen jamani, ili kizazi kisipotee, ili kanisa lisikose maana, ili watu wamuelewe Yesu, watu wajue Yesu alitoka wapi na yuko wapi na anatupeleka wapi. Na ndio maandishi anasema mpaka siku ile
alipochukuliwa kwenda juu. Na kabla hiyo ndiye anasema alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, which means, kumbukeni, maneno yote Yesu aliyoacha nyuma yalibebwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Na huyu ndiyo ahadi ambaye aliyesema atakuja siku ya neno, msubiri. Mtume akaangalia akasema ilikuwa ni agizo, commandment. Unajua commandment ni agizo, ni instruction. Na wote unaposoma hata kwenye Matendo walieleza instruction waliopewa. Maana Roho Mtakatifu kuna vile ambaye aliambiwa atakuja katika namna yake. Kwa hivyo ilibidi waende na maelezo. Sio jambo tu ati walienda wakasubiri, walienda na instruction. Biblia inasema commanded by the Holy Spirit. Na ndio iliyokuwa. Kwa hivyo na sisi pia tunapokaa asubuhi ya leo, eleweni, agizo hilo linatuhusu sisi. Agizo hilo linahusu kanisa la sasa hivi. Agizo hilo linahusu Wapentekoste wote ulimwenguni. Agizo hilo linahusu wale wote wanayetamani kwenda mbinguni. Agizo hilo linahusu sisi ambayo tunayetamani kubeba injili, kupeleka mbele. Tuombe Pentekoste yetu. Bwana ataachilia Roho Mtakatifu atakayetuwezesha kutenda na kufundisha. Kutenda na kufundisha. Kutenda na kufundisha. Kutenda na kufundisha. I say, kanisa litakuwa mbali sana. Na mtu asema amen jamani. Sema amen jamani. Naeleza Upentekoste ulifikaje. Naelewa kwa taarifa yako kila mtu unavyojua. Unajua tunaposema Pentecost ni hesabu tu. Yaani Pentecost ni jina la hesabu la 50. That is all. Hakuna kilichozidi. Yaani wewe sema Pentecost, usije ukasema Pentecost mimi ni muassembly. Kwa na assembly ni nini? Si ni jina tu. Kusanyiko la Bwana hili. Kwa hivyo wote ambao wameokoka, wote ambao wanayemjua Yesu, wote ambao wanayetamani kufanya vitu vyote ndio wako chini ya hilo neno hesabu. Manake Pentecost ambao ilikuwa inaashiria tu siku 50 basi, lakini lengo kubwa ni sherehe. Sherehe ya ujio ya kitu ambao kilileta tofauti na mambo waliokuwa nayo. Aongesema amen jamani. Ndio neno Pentecost inaingilia pale. Kwa hivyo wewe unaposikia Pentecost, unajua kibisho mtu mwingine anapotea, anafikiri ni dini nyingine. Pentecost sio dini nyingine. Ni kama umbrella ambayo inabeba yote, yani makanisa yote ulimwenguni yanayetamani kwenda mbinguni yako chini ya nini? Pentecost. That is all. Wawe kwa jina gani, dhehebu gani, sijui nini, provided imani yao inamtukuza Yesu Kristo aliye hai. Na mtu asema amen jamani. Wanampenda Yesu Kristo aliye hai, wanaokoka, wanajazwa, wanatamani kuishi matendo mema. Pentecost hiyo. Kwa hivyo tunapokaa asubuhi hii na tuombe Mungu asaidie makanisa yote duniani, wale wanayekiri Yesu wajue ya kwamba wanaajibika kumheshimu Roho Mtakatifu aliye hai. Ndivyo kanisa litatembea. Luka anaendelea kusema mstari wa 3. Kwa hivyo ilikuwa ni agizo. Luka anaendelea kusema, anasemaje? To whom also he showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Wale aliowadhirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 kasoro 10 tu ziwe 50. Akawatokea siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Na mtu aseme amen jamani. Yesu huyo Biblia inasema wanatoa, na ni ukweli ndiye aliwaambia
mtakapompokea huyo Roho Mtakatifu mtakuwa mashahidi wangu. Luka ndio anatoa ushahidi. Jamaa walielewa fundisho, instruction, walielewa. Nilisema jana na ninasema na tutaendelea katika ile, hata kama ni mchana. Elewa, ndani ya hii Pentecost mwenye kanisa anarudia kiini kikubwa ya siku hiyo ikitimia. Mwenye Pentecost huyu Yesu na Roho Mtakatifu kasema mwenyewe. Alisemaje? Ukisema pale mstari wa 4 na wa 5, Yesu anarudia yale maneno. Anarudia maneno gani? Tusome. Yesu anasema, and being assembled together with them commanded, bado anatoa instruction, them that they should not depart from Jerusalem but wait for the promises of the Father, which said he have heard of me. Hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasiondoke Yerusalem, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu. Na kanisa lisema amen. Luka anatoa taarifa ya kwamba katika upenda siku ya Pentecost ikifika walitarajia kufanya nini? Walienda kusubiri ahadi, na hii ahadi inatoka kwa Baba. Na mtu aseme amen jamani. Kuna sehemu ya kungoja, na nitakwambia kidogo kwa nini kungoja ilikuwa ni ya muhimu sana. Kila mtu ni amana. Life without waiting it is in vain. Kuna vitu vingine vya kiufalme haviji nyepesi vile unafikiri. Kuna vitu vingine vya Mungu vinahitaji subira ya mtu, kwa sababu matengenezo ya mbingu ni ajabu sana katika maisha ya kila mtu. Ana mtu asema amen jamani. Sehemu ya kusubiri ni ya muhimu. Vingine kama vya Mungu imegewa haraka haraka, kama vile si unatamani kila kitu haraka haraka, then tutapoteza vingi sana. Na kama ingekuwa ni haraka, basi okoka leo nenda mbinguni, imeisha. Lakini jiulize, kwa nini wewe umeokoka ukawachwa? Na mtu asema amen jamani. Kwa nini wewe umeokoka leo hujaenda mbinguni tangia uokoke? Kiando, nikuulize swali, unafanya nini hapa na umeokoka kama una haraka? Anijibu mzee. Unafanya nini hapa mzee? Si unataka kwenda mbinguni? Tuombe sasa hivi uende. Kakataa mwenyewe. Kwa nini anakataa? Kuna sehemu ya kusubiri. Na mtu asema amen jamani. Katika hii kusubiri ndio tunaandaliwa vyema, ndio mambo yetu yananyoshwa. Na ndio unaona wokovu ni process. Wokovu ni mchakato. Ili ufike huko, kuna yale ambao Mungu anayatengeneza ndani yako mpaka yawe salama. Na mtu asema amen jamani. Sema amen jamani. Wokovu sio vile unavyofikiri. It is a process of time. Na tutaomba, that is why hao waliambiwa subirini. There is a point, there is a need to wait. Na nitawaambia mchana kwa nini walisubiri, ili na wewe pia uelewe kuna haja ya kusubiri. Na ndio Biblia inasema wamngojeo Bwana watauishwa nguvu zao, na watapaa kama tai na hawatachoka. Na Mungu wa mbinguni awabariki sana. Na